naitwa David Elias, ni mkurugenzi wa huduma za sayansi jinai, maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Teknolojia ya vinasaba ambayo ndo tunaitumia kwa ajili ya upimaji wa uhalali wa baba na mzazi ina gharama kubwa, na ndio maana katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali kuna kitu kinachoitwa huduma za sayansi jinai. Kwa sasa huduma za sayansi jinai maana yake ni kwamba serikali inachangia kwa ukubwa zaidi, huduma zake zote ziwe kwenye uhalali wa baba na mtoto inachangia. Ni kwa sababu gani? Upimaji huu ni teknolojia mpya na ni ya kisasa, inatumia mitambo ya kisasa, inatumia vitendanishi vya kisasa, hata maintenance yake, service yake ni gharama kubwa. Na hii teknolojia ukinunua ule mtambo wake ni gharama kubwa sana, lakini kwa bahati nzuri serikali imewekeza bilioni za hela katika mtambo huu ambao unatumika pamoja na masuala ya jinai, lakini pamoja na haki jinai. Kwa hiyo sasa hii gharama ambayo imewekwa ni inachangia tu kwa ajili ya gharama ambazo tunazitumia kwa ajili ya utendanishi, gharama za service na gharama ndogo ndogo kwa ajili ya ni mchangizo tu, lakini huduma nyingi kubwa au gharama kubwa ziko ndani ya serikali. Gharama zetu kama nilivyozungumza, kuna hii kurugenzi ya huduma ya sayansi jinai, tunajifunza vile vile na masuala ya kijamii. Kwenye masuala ya kijamii, lengo letu kubwa ni ulinzi wa familia na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo pateni tetesi ya upimaji wa uhalali wa mzazi kwa mtoto ni Rr212 kwa kila mmoja, baba Rr212, mama Rr212 na mtoto. Kwa hiyo watu watatu ina maana ni Rr6 na sawa, kama ni mtoto mmoja. Kwa hiyo